Kama huwezi kufanya biashara ufanye nini? Kama huwezi kufanya biashara ufanye nini? Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Amen. Kama huwezi kufanya biashara ufanye nini? Watu ambao ni watumishi wa serikali, watu wanafanya kazi serikalini, wakati mwingine kulingana na namna na kulingana na nature ya kazi yao ni vigumu sana kufanya biashara. Na kwa nini ni vigumu sana kufanya biashara? Ni vigumu sana kufanya biashara kwa sababu watu waaminifu wa kuwaweka kwenye hizo biashara ni watu wachache sana. Ni watu wachache sana. Wafanyakazi wengi ambao, watumishi wengi wa serikali ambao wamejaribu kufanya biashara, lakini tatizo, changamoto ni wale wanaoweka kwenye hizo biashara, wanaoweka kusimamia kwenye hizo biashara. Watu waaminifu ni wachache mno chini ya juu. Ni waaminifu ni wachache mno. Watu wengi ni wezi. Watu wengi wanafikiria tu kuiba. Hao ndio wamejaa hivi. Na kwa bahati mbaya, kwa mfano, kwa mfumo wa dunia hii, wezi wanaonekana wajanja. Na ndio maana mtu akiajiriwa serikalini alafu akawa mwizi kwa muda mfupi, akanunua gari, akajenga nini, anaonekana kwamba ni mjanja. Huo ni mfumo wa dunia hii. Ni mfumo wa dunia hii, sio mfumo wa kimbinguni. Mfumo wa dunia hii kwamba watu wa namna hiyo wanaonekana kwamba ni wajanja, yani wezi wanaonekana kama ni wajanja. Watu wanaoibia serikali yao wanaonekana kwamba ni wajanja. Lakini kwenye ufalme wa Mungu mambo hayafanyi hivyo. Mambo hayaendi hivyo. Hayaendi hivyo. Na nazungumzia sana kwa habari ya watumishi wa serikali, na hasa wale ambao they are still young, ambao inawezekana sasa ndio umeajiriwa. Ufanye nini? Kwa sababu ukifungua biashara na kumweka mtu asimamie, watu waaminifu ni wachache mno. Ni wachache mno. Kwa kuna uwezekano wa kupata hasara kwenye biashara yako. Kuna uwezekano huu. Kuna uwezekano huu. Pamoja na unaweza kujaribu kufanya. Ujaribu kufanya. Lakini usifanye biashara kwa mfano kama unataka kukopa, ufanye biashara kubwa, ukakopa, umekopa hela nyingi alafu umweke mtu, uwezekano wa hiyo biashara kufa ni mkubwa kwa sababu watu waaminifu ni wachache mno. Ni wachache mno. Ni wachache mno. Kwa hiyo kama huwezi kufanya biashara, kwa sababu biashara ili iweze kukupa matokeo unayotamani, kwa karne hizi ambapo watu waaminifu ni wachache, sijajua inawezekana hata siku za zamani watu waaminifu ni wachache tu, inabidi usimamie mwenyewe. Lakini kwa sababu una kazi nyingine, una kazi ya Kaisari, ufanye nini sasa? Yesu anajaribu kutujimaandiko, anajaribu kutoa jibu la hili. Tunaposoma kwenye hiyo Mathayo 25 14 mpaka 30, 14 mpaka 30, tunaona kwa habari ya Bwana aliyewapa watumwa wake talanta. Mwingine talanta 5 kwa kadri ya uwezo, mwingine talanta 2 kwa kadri ya uwezo, mwingine talanta 1 kwa kadri ya uwezo. Kwa kila mtu alipewa kwa kadri ya uwezo, kwa kadri ya uwezo alionao, kwa kadri ya uwezo alionao. Hakupewa tofauti na uwezo alionao, kwa kadri ya uwezo alionao. Na ndio maana hata mafanikio, utajiri unatofautiana. Kuna watu ni matajiri wakubwa nani, wote Mungu amewachilia hivi kwa kadri ya uwezo wao. Kwa hiyo tunaposoma 25, Mathayo 25:27. Mathayo 25:27, maandiko yanasema kwamba Mathayo yanasema kwamba ilikupasa kuweka fedha yako kwa watoao riba. Ilikupasa kuweka fedha yako kwa watoao riba, fedha yangu kwa watoao riba. Alafu maandiko yanaonyesha kitu cha ajabu sana. Wakati mwingine unafikiri kwamba fedha ulionayo wewe ni ya kwako. Wewe ni wakili tu, hiyo fedha sio kwako. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Na huyu mwenye mali, pamoja na kuwa wewe unaitumia, huyu mwenye mali anataka uitumie wisely, uitumie vizuri. Kumbuka tunajifunza kama uwezi kufanya biashara ufanye nini? Kwa sababu kuna watu hapa, tuna watu watatu ambao Yesu aliwatolea mfano. Mmoja akapewa talanta 5 akaifanyia biashara. Lakini mwingine akapewa talanta 2 akaifanyia biashara. Talanta 5 zikazaa talanta 5 zaidi, na talanta 2 zikazaa talanta 2 zaidi. Lakini yule aliyepewa talanta 1 akaifunga kwenye leso, akaifukia, hakuifanyia chochote. Sasa Bwana wao wanapokuja, tunaposoma kwenye Mathayo 25:27, Mathayo 25:27, nimekwambia kwamba soma Mathayo 25:14 mpaka 30, utapata picha halisi.
Lakini tunaposoma Mathayo 25:27 tunaona jinsi ambavyo bwana wao aliporudi alivyomwambia huyu ambaye alipewa talanta moja, ambaye hakuifanyia biashara. Kwa tafsiri nyingine alikuwa na uwezo wa kufanya biashara. Akanamwambia kwamba ilikupasa kuweka fedha yangu, sio fedha yake, fedha yangu. Na hapa nazungumzia wale watu ambao nafikiri fedha hiyo ni kwako. Kwa hiyo fedha sio kwako. Nataka kuitumia kwa hekima. Usipoitumia kwa hekima, mwenye nayo ataichukua. Anasema ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoao riba. Ni kweli wewe huwezi kufanya biashara kwa sababu kazi imekubana. Na watu waaminifu ambao unaweza kuweka kwenye biashara ambao ungetamani kuifanya ni wachache. Ni wachache. Sasa ufanye nini? Weka kwa watoao riba. Hiyo Mathayo 25:27 nasema ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoao riba. Kwa watoao riba. Ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoao riba. Alikuwa anamaanisha nini? Kuweka kwa watoao riba. Kuna namna mbili ambayo tunaweza tukaiweka hii. Yapo makampuni mengi. Kwa mfano kwa sasa kwa hapa Tanzania tuzungumzie kwamba tuna UTT AMIS. UTT AMIS. Kwa tungeweza, ingekuwa nyakati za sasa tungeweza kusema kwamba ilikupasa kuweka fedha yako UTT AMIS ili uweze kuzaa, isibaki ile jinsi ilivyokuwa. Ilikupasa kununua hisa za NMB, ilikupasa kununua hisa za CRDB, ilikupasa kununua hisa kwenye makampuni yanayofanya biashara ili hiyo fedha itengeneze faida. Anasema ilikupasa kuweka fedha yangu. Fedha yangu mimi. Kwamba hiyo fedha unayo sio kwako, ni ya Mungu. Ilikupasa kuiweka hiyo fedha kwa watoao riba. Ilikupata kuwekeza hicho kiasi nilichokupa kuwekeza UTT, kuwekeza NMB, kununua hisa za NMB, kununua hisa za CRDB. Ilikupasa kuweka kwa watoao riba ili iweze kuzaa. Ili kuweze kuzaa. Kwa kama wewe ni mtumishi wa serikali, kama wewe ni mtumishi wa serikali na ni vigumu kufungua biashara kwa sababu watu waaminifu wa kuweka kwenye biashara ni wachache sana, basi kwa muda huu ambao bado umeshikwa na jukumu na kazi, basi wekeza kwenye makampuni yanayofanya vizuri ili hiyo fedha iweze kuongezeka. Ili hiyo fedha iweze kuongezeka, wekeza UTT, fedha itaendelea kuzaa. Nunua hisa kwenye makampuni yanayofanya biashara vizuri. Nunua hisa kwenye benki, NMB, CRDB. Wewe ufuatilia, wapo wataalamu ambao wanaweza kukushauri kwenye eneo hilo. Kwenye eneo hilo. Uweze kufanya biashara. Weka fedha yao kwa watoa riba. Wekeza fedha yao kwenye makampuni yanayofanya vizuri, yanayofanya vizuri kwenye biashara ili fedha iweze kuzaa, kuliko kubaki bila kuzalisha fedha yote unayoipata. Wekeza huko. Tengeneza vyanzo vya mapato ambavyo havihitaji uwepo wako. Wekeza kwenye makampuni yanayofanya biashara vizuri. Na mfano mzuri ni UTT, unaweza kuwekeza UTT AMIS. Kama unatamani kuwekeza kuko, jifunze. Ingia kwenye YouTube, andika UTT AMIS, utajipata mafundisho mengi sana yatakao kusaidia wewe kuliko kubaki bila kuzalisha. Weka huko ili hela yako iendelee kuzaliana. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Na Mungu akupe hekima na nidhamu ya kutenga fedha kwa ajili ya kuwekeza kwenye makampuni ambayo yanafanya vizuri kwenye biashara katika jina la Yesu. Amen.